Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, amewasilisha rasmi maombi katika Mahakama ya Rufaa akiomba kesi yake ya uhaini isikilizwe kwa dharura, akieleza kuwa hali yake ya kiafya inaendelea kudhoofika na inahitaji uangalizi wa haraka wa kitabibu. Hatua hiyo imeibua mjadala mpana ndani na nje ya nchi kuhusu haki za washtakiwa, mwenendo wa kesi za kisiasa, pamoja na masuala ya afya kwa wafungwa au mahabusu. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari ikiwemo Swahili Times, Lissu aliwasilisha maombi hayo akieleza sababu kadhaa za msingi zinazohitaji kesi yake kupewa kipaumbele cha kusikilizwa mapema. Miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na muda mrefu aliokaa kizuizini pamoja na hali yake ya kiafya inayodaiwa kuwa sio nzuri. Historia ya kesi ya uhaini. Kesi ya uhaini inayomkabili Lissu ni miongoni mwa kesi nzito za jinai nchini Tanzania, kwani kosa la uhaini lina uzito mkubwa kisheria na mara nyingi halina dhamana. Lissu, ambaye pia ni mwanasheria na mwanasiasa mkongwe, anakabiliwa na mashtaka hayo katika Mahakama Kuu, huku kesi hiyo ikivuta hisia za watu wengi kutokana na nafasi yake katika siasa za upinzani. Kwa mujibu wa kumbukumbu za kesi hiyo, Lissu amekuwa akishikiliwa tangu Aprili 2025, jambo ambalo limetajwa kama moja ya sababu kuu ya kuomba kesi isikilizwe kwa haraka. Katika mfumo wa sheria za Tanzania, kesi za uhaini huwa na taratibu maalum na mara nyingi huchukua muda mrefu kutokana na uzito wake pamoja na mahitaji ya ushahidi wa kina. Hata hivyo, upande wa utetezi unaamini kuwa kucheleweshwa kwa kesi hiyo kunaweza kuathiri haki ya mshtakiwa kupata haki kwa wakati. Sababu za kuomba dharura. Katika maombi yake, Lissu ameainisha hoja kadhaa zinazoonyesha umuhimu wa kesi hiyo kusikilizwa haraka. Kwanza, ameeleza kuwa hali yake sio nzuri na inahitaji uangalizi wa karibu, hali ambayo inaweza kuwa ngumu ikiwa ataendelea kubaki kizuizini kwa muda mrefu bila matibabu stahiki. Pili, ameonyesha wasiwasi kuhusu kucheleweshwa kwa haki, akisisitiza kuwa kila mtuhumiwa ana haki ya kusikilizwa kesi yake kwa wakati mwafaka bila ucheleweshaji usio wa lazima. Tatu, ameongeza kuwa mazingira ya kizuizini yanaweza kuchangia kudorora kwa hali yake, jambo linaloweza kuathiri uwezo wake wa kushiriki kikamilifu katika utetezi wa kesi yake. Kwa mujibu wa taarifa hizo, maombi hayo yamewasilishwa Mahakama ya Rufaa ili kuomba mwongozo au uamuzi utakaowezesha kesi hiyo kusikilizwa kwa haraka zaidi. Hali ya kiafya na wasiwasi ulioibuka. Moja ya hoja kubwa iliyotawala mjadala ni hali ya afya ya Lissu. Ingawa taarifa rasmi za kitabibu hazijawekwa wazi kwa undani, imeelezwa kuwa anahitaji uangalizi wa mara kwa mara, jambo linalozua wasiwasi miongoni mwa wafuasi wake na wadau wa haki za binadamu. Kwa kuzingatia historia ya Lissu, ambaye aliwahi kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017 na kujeruhiwa vibaya, suala la afya yake limekuwa likipewa uzito mkubwa kila linapotajwa. Wadau mbalimbali wameeleza kuwa ni muhimu kwa mamlaka kuhakikisha kuwa haki ya afya inazingatiwa kwa kila mfungwa au mahabusu bila kujali mashtaka yanayomkabili. Msimamo wa serikali na mahakama. Hadi sasa, mamlaka za kisheria hazijatoa uamuzi wa mwisho kuhusu maombi hayo, lakini inatarajiwa kuwa Mahakama ya Rufaa itayapitia na kutoa uamuzi kulingana na sheria na taratibu zilizopo. Kwa kawaida, mahakama huzingatia mambo kadhaa katika maombi ya aina hii, ikiwa ni pamoja na uzito wa kesi, maslahi ya umma, pamoja na haki za msingi za mshtakiwa. Serikali, kupitia upande wa mashtaka, inaweza pia kuwasilisha hoja zake kupinga au kuunga mkono maombi hayo kulingana na mtazamo wake kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Maoni ya wanasheria na wachambuzi. Wataalamu wa sheria wameeleza kuwa maombi ya kusikilizwa kwa dharura si jambo geni katika mfumo wa mahakama, hasa pale kunapo sababu za msingi kama afya au haki ya kusikilizwa kwa wakati. Baadhi yao wanasema ikiwa mahakama itaridhika na hoja zilizowasilishwa, inaweza kuamuru kesi hiyo kupewa kipaumbele maalum. Hata hivyo, wengine wanaonya kuwa maamuzi hayo yanapaswa kufanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuepusha kuathiri misingi ya usawa mbele ya sheria. Athari kwa siasa za Tanzania. Kesi ya Lissu imekuwa na athari kubwa katika siasa za Tanzania, hasa kutokana na nafasi yake kama kiongozi wa upinzani. Wafuasi wake wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo, huku wakitaka haki itendeke. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaona kuwa kesi hiyo inaendelea kuongeza joto la siasa nchini, hasa katika kipindi hiki ambapo masuala ya haki, demokrasia na utawala wa sheria yanajadiliwa kwa kina. Wito wa wadau wa haki za binadamu.
Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa haki za msingi za watuhumiwa zinaheshimiwa, ikiwa ni pamoja na haki ya kupata huduma za afya na kusikilizwa kwa haki. Wameeleza kuwa kesi kama hizi zinapaswa kuendeshwa kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya haki ili kulinda imani ya wananchi katika mfumo wa sheria. Mustakabali wa kesi. Hatua inayofuata sasa inasubiriwa kwa hamu kubwa, ambapo mahakama ya rufaa inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu maombi ya Lissu. Iwapo mahakama itakubali maombi hayo, kesi hiyo inaweza anza kusikilizwa kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Hata hivyo, iwapo maombi yatakataliwa, kesi itaendelea kwa utaratibu wa kawaida uliopo. Hitimisho. Maombi ya Tundu Lissu ya kutaka kesi yake ya uhaini isikilizwe kwa dharura yamefungua ukurasa mpya katika mjadala wa haki jinai na haki za binadamu nchini Tanzania. Wakati upande wa utetezi ukisisitiza umuhimu wa afya na haki ya kusikilizwa kwa wakati, macho ya umma sasa yanaelekezwa kwa mahakama kuona uamuzi utakaochukuliwa. Kwa sasa, suala hili linaendelea kuwa moja ya habari zinazofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini, likiwa na athari si tu kwa mhusika, bali pia kwa taswira ya mfumo wa haki na siasa za Tanzania kwa ujumla.